Nimesema mkutano nimeachiwa mwenyewe. Mimi nimekaa hapa nikifikiri wa viongozi wa chama wataingia na hawakuja. Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe, naomba asikie ujumbe huu kutoka Singida. Nikabaki kwenye sintofahamu, mara nikaona mwenyekiti amepanda akaanza kuongea, viongozi hawafiki, wakaongea mwenyewe bila hata kukaribishwa na mtu. Mimi sipendi mambo ya kipuzi kabisa. Wananchi wa jimbo la Singida mjini mnielewe. Na nimesema ya kwamba na yazungumza haya si kwa kutumwa na mtu. Sijatumwa na Mbowe, sijatumwa na hawa waliokuwa wabunge 2020. Mimi nimekuja kwa sababu ya na wivu wa kuwiwa na hiki chama cha Demokrasia na Maendeleo, na natafuta kiendelee kusonga mbele kwa maana wananchi wanatumaini nayo, na kama wana matumaini nacho lazima na mimi nitetee. Na baada ya mkutano huu wala hakuna mtu atakayesubutu kunishughulikia, kwa sababu ninayazungumza bayana, kwa sababu na mimi ni mjumbe wa baraza kuu, na mimi pia ndiye makamu mwenyekiti wa kanda ya kati. Nina fursa ya kusema kwa mawazo yangu na akili yangu. Ndivyo demokrasia ilivyo. Sasa tukiwa tunawaita watu madikteta, alafu baadaye na sisi tukafanya matendo hayo, na sisi sijui tutakuwa ni madikteta au tutakuwa ni akina nani. Tuko hapa kwa ajili ya jambo moja, kwamba sasa hivi mwaka huu tuna uchaguzi, na uchaguzi huu mkuu tayari sheria ya maadili ya uchaguzi vyama vya siasa wenzetu wamekwisha saini. Sisi bado hatujasaini. Hatujasaini ni kwamba tunajiona ya kwamba labda pengine hatujachelewa. Sasa hatuwezi kupima yale yanayoendelea na yalikuwa yanaendelea nyuma. Kama kiongozi wa chama husika unazungumza mambo ya viongozi wa serikali, ni vizuri tukawalenga viongozi wenyewe kuliko kuingiza mpaka mambo ya familia ndani. Sasa lazima tushauriane. Hivi unapokwenda unazungumza habari mpaka unaanza kuingilia maisha ya mtu nyumbani kwake, hiyo ni sahihi? Sio sahihi. Sasa makamu, wakati huo ni makamu mwenyekiti, wewe ni ndugu yangu na mimi ni mtumwa wake wa karibu kuliko mtu yoyote, na nilikuwa natumwa na kwenda, lakini nikitumwa na kwenda, lakini kulikuwa kuna mahala nafika breki. Hivi unapozungumza habari, mheshimiwa huyu ni rais wa nchi, huwezi ukaanza kuzungumza habari mara mama Abduli, mara mama nani. Mimi sijatumwa na mtu wala sijatumwa na Chama cha Mapinduzi. Mwite rais, mkosoe kwa urais wake, achana na watoto wake, achana na mume wake, achana na ukoo wake. Yeye ana makosa kama yeye, awajibike na makosa yake kama yeye. Tusihusishe familia, tutakuwa tunafanya mambo ambayo yasio sahihi. Tukinyamaza hapo hatutakuwa hatutendi haki. Ndugu zangu wananchi wa mkoa wa Singida, haya niliyoyasema, nina kauli moja ya kusema, kauli mbiu. Nimesema mkutano nimeachiwa mwenyewe. Nimefurahi kuachiwa mkutano wenyewe. Pengine nazungumza kwa kuwa waandishi wa habari wapo, wamechukua taarifa zangu. Lakini kitu cha msingi ni hichi. Ninawashauri viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wenzangu, ili tuweze kujenga taifa letu kwa nia moja. Tunajua ya kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi. Pia nimkumbushe waandishi wa habari, naomba aliyekuwa mwenyekiti wa chama taifa zamani, Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe, naomba asikie ujumbe huu kutoka Singida. Ni wakati umefika sasa, pamoja na maslahi yao, kila mtu na maslahi yake, pamoja na maneno ambayo wamekashifiana au kujadiliana au kusemana kwa nia mbaya, lakini kwa wakati huu ambapo Lissu anakutana na madhira, ni muombe Mbowe, yeye ni mwenyekiti aliyestaafu, lakini pia anafahamika katika taifa hili na jumuiya zingine za madola, kwamba hichi kilichomkuta Mheshimiwa Antiphas Tundu Lissu, ana haki ya kuingilia kati, aende akamuone mwenzake, wakashauriane huko namna iliyo njema.
Lakini pia ni muombe Samia Suluhu, Rais wa Jamhuri ya Muungano, kupitia mkutano huu, mimi ambaye ni ndugu yake na Mheshimiwa Antipas Lissu Mnyaturu wa kwetu hapa, kwa mazira haya aliyomkuta, basi kama ataona vema ni vizuri akamwachia Antipas Tundu Lissu. Tumekuwa tukiishi kwa ushirikiano pamoja na yaliyotokea nyuma hapa kwa utawala uliopita, lakini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa sasa Samia Suluhu amejisio na mimi sifanyi kampeni, labda ataniteua hata niwe mkuu wa wilaya au mkuu, mistaki chochote kuteuliwa, lakini ametupa privilege ya kufanya mambo yetu hata kama tulisulumiwa labda pengine kwenye uchaguzi. Na hapa pamoja na hayo alianzisha mambo ya mahusiano kwa ajili ya kuweka maridhiano, na duniani kote hakuna kitu ambacho bora kama kuridhiana katika mazungumzo. Kwa majina yangu naitwa Esther Maki Kiwali, ni mwenyekiti wa Baraza la Wanawake Jimbo la Singida Mjini. Mkutano huu ulikuwa ni mkutano wa kanda ya kati, ambapo makamu mwenyekiti ndiye aliyekuwa aje afanye mkutano huu hapa, na mimi nilivyopewa majukumu ya kuja kusimamia mambo ya upambaji, nilijua kabisa taarifa viongozi wa juu, ambapo kisheria kabisa na kikatiba viongozi wa mkoa, mwenyekiti wa kanda ndio anatakiwa mshikie mwenyekiti wa mkoa. Mwenyekiti wa mkoa taratibu, na ndipo tutaenda kwenye mkutano. Mimi nimekaa hapa nikifikiri wa viongozi wa chama wataingia na hawakuja. Nikabaki kwenye sintofahamu, mara nikaona mwenyekiti amepanda akaanza kuongea, viongozi hawafiki, wakaongea mwenyewe bila hata kukaribishwa na mtu. Baadaye mimi nikabaki kushangaa sana, tunagawanyika mpaka lini? Hatimaye pia mwenyekiti amepanda pale, mazungumzo aliyozungumza ya kuhusu Tundu Lissu. Tundu Lissu yuko gerezani, na kwa sababu yuko gerezani ni kupambania uhuru wa nchi yetu na kupambania wananchi. Kufunga kwake si kwamba alipenda, ni kutafuta demokrasia iliyo bora na demokrasia iliyo hai. Kwa huwezi kuzuia mtu kwa kwenye siasa kuongea chochote kile anachoweza kuongea. Anasema hela za Mama Abduli zinafanya kazi. Kwenye siasa lazima uongee kile unachoweza. Lakini nikashangaa mwenyekiti kwa kweli alichokiongea kuhusu Mama Abduli na mwenyekiti wa taifa, wakati yuko ndani, kwamba anaongea ni vibaya. Mimi sioni kwamba akiongea hivyo ndio anaenda kutoka. Mimi naona kwamba hapo ndipo anaenda kukandamizwa na kutokutoka ndani kuwa huru. Kwa maoni yake kwamba mrudi kwenye meza ya mazungumzo, unalionaje? Kurudi kwenye meza ya mazungumzo itafurahisha sana, ili kusudi tuende tukaungane kitu kimoja. Mimi ninachosema viongozi wote na viongozi wa taifa waunganishe hili jambo la mkutano uliokuwa wa kitaifa ambao uliofanyika kati ya Mbowe na Lissu. Turudi kwenye majadiliano, tuende tukaungane pamoja, pasipo kuja kuanza kuweka mikutano ya kuweza kudharauliana na kukashifiana, wakati watu tuna majozi makubwa. Mheshimiwa Antipas Lissu yuko ndani. Tunasema alijikwaa, kwa hiyo basi asamehewe tu kwa hilo. Sembea alijikwaa katika hayo maneno. Kwa nini kama hujajikwaa utawakelaje watu? Utaikelaje serikali? Watakao ukili makosa kwamba uko vibaya, umeenda wrong, then ukubali. Kwa hiyo tunashukuru tu kwa hili lote, ila ninaamini serikali ni sikivu, kila jambo litaenda vizuri. Shukrani sana. Hapo nani vile? Kennedy Mhapa. Mhapa. Naitwa Alexi. Tuambie maoni yako juu ya hotuba ya makamu mwenyekiti wa kanda. Asante ndugu mtangazaji. Kwa mimi nimesikiliza vizuri. Kiongozi hapa ameweza kuongea mengi, lakini kitu cha msingi hapa ni kuchukua pointi ambazo alizoleta. Sawa, maana kwamba amesema vitu vingi, lakini kuna kitu amesema kwamba umaliziano, kwamba viongozi waje wakae meza moja waongee kwamba namna gani ya kuweza kufanyaje kuendeleza chama, kwa sababu huu ni kama vile mgawanyiko au mpasuko ndani ya chama. Kwa sasa ukiangalia, ukizingatia, kama kusipokuwa na maelewano, ukienda hivyo hakutakuwa na maendeleo kwa mbele, kwa sababu
kitu inatakiwa umoja. Kama hakuna umoja, kila mmoja anasema kitu, kila mmoja anafanya kivyake, hakuna kitu ambacho kitaendelea hapa.